Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena ambayo of course hii tuna discuss mambo mazima ya geopolitics, siasa za nje na mambo mengine tofauti. Of course imekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanapenda sana kufuatilia haya mambo kuhusu Palestina, Marekani, siasa za Mashariki ya Mbali, Mashariki ya Kati na vitu vingine vingi pia. Na miongoni mwa watu ambao leo nimebahatika kuwa nao ni Shazi Kitutu. Huyu ni miongoni mwa Watanzania ambao yeye anasoma masomo yake katika taifa la Iran, si ndio? Irani, na bahati nzuri ama mbaya yeye alikuwa ni miongoni mwa Watanzania wachache ambao wakati vita ya Israel pamoja na Iran wakati napigana alikuwa pia huko. Kwa ni miongoni mwa Watanzania wachache ambao walishuhudia mwanzo mpaka mwisho kila ambacho kilifanyika kwa maana ya vita yenyewe, na bahati nzuri pia alifanikiwa kuondoka kule kwa anafahamu vizuri vitu vingi sana ambavyo vimeendelea huko. Shaz, kwa lakini safi kabisa kaka. Mambo anasemaje? Nashukuru Mungu. Uko too busy bana. Mambo ni mengi. So unajua maisha actually yani you have to be here and there ili uweze kufika somewhere. So that's what I'm trying to do sasa. Okay. Kujitafuta, leo uko hapa, kesho uko pale. To look for opportunities. Okay. To get the dreams done, and actually that's what I'm trying to do sasa. Nimepatia kusema Shaz Kitutu jina lako liko. Exactly, yeah. Kwa urefu ni Shazrina, but then at easy watu wengi huwa wanatumia Shazi kwa urahisi wa kulitamka na kulikumbuka, so it's fine with me. Kwa mtu ambaye tamani ya kufahamu, mimi nafahamu wewe ni Mtanzania ambaye unasoma ama endelea masomo yako Irani, na sijafahamu ilikuwaje mpaka kaenda huko. Kabla sijafika huko, kwa mtu anataka kukufahamu kwa uchache sasa, Shazi nani hasa? Okay, Shazi ni Mtanzania, ni kijana wa Kitanzania aliyezaliwa Tanzania, akakulia Tanzania na akasomea Tanzania to a certain extent, and then akaenda kusoma somewhere else, which is actually Iran. So umeuliza swali kwamba like how did I get to those sides, ni kwamba as nilivyokuambia mimi ni kijana ambaye napenda kupambana. From that kind of history ya wapambanaji kutokea nyumbani hivyo, so like we always fight for things. So mimi ni mtu ambaye when I see an opportunity, ama if I want, kama nataka kitu, I'll actually fight for it paka nifanye nini nikipate. So when I finished Form 6 A level, even before kumaliza nilikuwa na his plans kwamba nataka nikasome abroad. Kwa hiyo nikaanza kuangalia what am I supposed to do ili niweze kwenda abroad, kwa sababu unajua for you like if you have a vision you must be having a mission ya kufika pale. So I had the vision of going to study abroad, but then I was like okay, I have to get the roadmap of getting that side ambayo ni mission. Sasa nikatengeneza mission yangu of course kwa kuongea na watu wengi from scratch and stuff, and then things worked out actually. Nili apply nchi nyingi sana. I had a lot of applications rejected, but then baadaye ndo Iran nilipata ya India ya kwanza. It was the first one to come, but then the offer wasn't that good, and that's why nika decline. Nikaamua kwenda Iran. Of course later when I was that side, other countries that I had applied zilijibu pia, lakini it's not only it was too late, lakini still ile offer Iran it was still very better, and that's why nikaendelea kubaki kule. Okay, sawa. Hongera sana. Nataka nipate brief kwa sababu pengine mimi sikupata story kuzungumza na yeye wakati vita na ilikuwa imetokea. Unaweza nifanye toka uchache tu mtu afahamu. Watanzania tumekuwa ni miongoni mwa watu ambao tunasimuliwa sana kuhusu vita. Tunaambia bana iogope sana vita. Fanya bana, fanyeni vyovyote bana amani. Umeelewa? Nataka nifahamu Israeli pamoja na Iran wakati vita inaanza. Kwa nyinyi ambao mko kwa Tanzania wachache ambao mnaendelea kule, ambao na wewe pia ulikuwepo. How was it? Ilikuwaje hasa huko? Okay, personally as I told you, I'm into politics a little bit kwa si chake. So geopolitics actually ukiwa Iran ni kitu ambacho kuna msemo mmoja nitatumia, huwa nasemaga ni unquepecable. So yeah, actually lazima kama mtu unapenda politics, geopolitics ukishakuwa kwenye mataifa makubwa ni kitu ambacho lazima ukifuatilia. Alafu given that you're in the Middle East, which is ni moja sehemu kubwa sana duniani ambayo inaangaliwa sana, and in terms of geopolitics, define geopolitics, Middle East is one of the, yani kitu ambacho kina define geopolitics ya dunia. Exactly. So then nafuatilia sana geopolitics. So kujibu swali naanza nafikiri kwa yangu ya kwanza namna vita ilivyotokea, and kwa yangu ya pili kama nimekuelewa vizuri, how was our situation when the war happened. So as I told you, mimi huwa nafuatilia politics and stuff. So we actually had idea kwamba
they might be a war at some sort of point, but then you are like, it might not happen. Kwa nini? Is too risky for a war to happen, na it has never haijatokea kwa hii miaka karibuni sana, especially kwa zile nchi kubwa. So then what was actually going on ni kwamba kulikuwa na nuclear talks after Donald Trump coming to power, activate in 2015 kulikuwa kuna nuclear deal ambayo ilikuwa ni it's between United States, E3 from like the big three countries from Europe and Iran. Wakawa wamekubaliana limit something from the nuclear program of Iran, which it was good, well and good. But then when Donald Trump came into power in 2016, one of the things that he did firstly and very effectively ilikuwa ni kuivunja ile makubaliano, which for him he used to refer it as the Obama deal. And as you understand, Trump and Obama, they're actually big rivals. Kwa hiyo akaivunja and initiate talks zake mwenyewe. As they were talking, something happened, then he walked out of the talk. Kwa baada ya pale ndo he was like sanction kwa Iran. So then alivyorudi hii mara ya pili, then wakataka kutumia diplomacy, kwa sababu one of the things is that after Trump walking out of the like sanction ni vikwazo kwa Iran ikaanza kuwekewa. Yeah. So what happened ni kwamba baada ya Trump kuondoka, baada ya yeye walk out of that deal, as he was still imposing the sanctions, kilichotokea ni kwamba Iran wakaendelea na kazi zao zilizokuwa wanafanya. So then when he came to power, akaona kwamba these guys wamefika mbali sana kwenye nuclear program yao. So he was like, okay, right now we have two ways. Diplomatic way, ama we are going to use the force. Manaki kama diplomatic way, we come to the table, tunazungumza. Kama si hivyo basi tunafanya nini? Tunapigana. So then baada ya pale wakatumia diplomacy through mediator, ambaye mediator alikuwa ni Oman. So the talks went, wakati talks naanza walikubaliana the talks they're going to last for 60 days. Should it happen, the deal is proceeding well. But then ikaenda baada ya vikao kadhaa, United States wakapresent offer yao, which Iran they completely rejected kwa sababu ilikuwa inawaambia like the deal wanted Iran kuvunja nuclear program yao yote, like kila kitu, which they were not ready for that. They were ready to reduce to even 1% enrichment ya uranium. They were very ready, lakini United States wakataka wavunje kila kitu, so wakawa wamekataa. Sasa kikao ambacho kilikuwa kinatakiwa, so we expected war, as I told you, tuli expect war kutokea at least siku ya Jumapili, lakini vita imeanza siku ya Alhamisi. Sasa what was this ni kwamba siku ya Jumatano ilikuwa ndio siku ya 60, lakini siku ya Jumapili kulikuwa kuna kikao kingine hapo Iran walishawajibu United States kwamba hawataki, wamekataa ile ofa yao. So siku ya Jumapili walikuwa wanarudisha counter offer, yani wao kutoa what inabidi kirekebishwe na kila kitu. Alafu from there ndo waendelee na mambo mengine, lakini kwenye zile siku 60 zilikuwa zimefanya nini? Zimeisha, ambayo ni Jumatano. Alafu Alhamisi ndo vita ikatokea, lakini before vita kutokea siku ya Alhamisi, the whole week ile kuanzia Jumamosi hivi Jumapili pale United States na wakaanza kutoa watu wao, wakaanza kutoa wafanyakazi wao, balozi wanapunguza, wanaweka sehemu nyingine ambayo haijulikani, wakaanza issue warning kwa raia wao watoke Middle East. Kwa like they were trying to say something, na Israel they were trying to do something kwamba kana like they have activated what, which baadaye siku ya Jumapili siku ya Alhamisi asubuhi nilikuwa naangalia asubuhi, nikaona press ya president wa Iran Dr. Masoud Pezeshkian akawa anasema kwamba this is a psychological warfare. What does it mean? Kwamba wanajaribu kutuharibu kisaikolojia ama to implement something exactly ili tukubaliane na kile wanachokitaka. And he even added kwamba it's a psychological warfare for Sunday talks, kwamba yale maongezi ambayo yanakuja Jumapili they are trying to push on something na kila mtu. Kumbe on the other side those guys they are very serious. So on Thursday night nakumbuka nilikuwa hata personally siku ile we had an issue in the like kwenye apartment yetu, there is one of the socket that broke out. Kwa hiyo tukawa tunahangaika kuweka sawa. Actually kwa moto kile kimetokea, kwa hiyo tukachukua fire extinguisher trying to take it off, and then
baada kukaa sawa, kila mtu akawa ameingia kulala. We didn't sleep completely. And kipindi kile tulikuwa na swali around saa 9 hivi. Kwa hiyo I was like, let me just wait for Salah. Unachukua nini kule? Nafanya computer science and engineering. Maana kwa hata masuala ya electrical vitu vyako hivyo. Exactly, yeah. So nikawa nimeshika simu naangalia news. Actually mimi napenda in terms of news is Telegram na Twitter, ndio huwa natumia sana, mostly Twitter. So checking like this huwa nafuatilia. I always try to look things on the other, kwa sababu I'm someone ambaye anafanya research, kwa hiyo naangalia things on both sides. Kwa hiyo naangalia media za Iran, naangalia na media za United States, and of course I have a particular guy from Israel. Kwa hiyo he's a journalist, very good journalist. Kwa hiyo kuangalia, he was the first person ambaye niliona alert yake, and he was like, we are attacking. Na una trust nayo mtu Very well, kwa sababu most of time huwa anakuwa yani ana report kitu ambacho ni actual, leaving the propaganda, but things that are happening, they are very real. Kwa hiyo kuangalia, and he was like, bang, you understand, we are big. So actually a friend of mine, kwa sababu si chumani nakaa we like in our apartments, so then I was, man, you gotta wake up, something is happening. Kwa hiyo kuangalia hivi, and then okay, sasa ikabidi nianze kupigana simu na wengine from different cities, like, you guys are you okay, mesikia. Others were like, okay, we had, wengine ndio hivyo, hata habari kwa hawana. So then actually usingizi hauwezi kuja tena. Alafu kule sisi weekends huwa ni Alhamisi na Ijumaa, so it was actually a weekend, siku ya Ijumaa. So like ulikuwa mtu ana hata haraka kulala and stuff. Kwa hiyo baada ya pale nikaamka nikaswali, and then we turned on the TV, national TV, kwanza kuangalia what's going on, tukaona. So that's how the tension was. Kwetu ikawa sawa, okay, what's next? Ilikuwa ni umbali kiasi gani na sehemu ulikuwa kwa nini? The first attack actually, mimi nilikuwa Kisiwani. That's where my campus is, the international campus of our school. Iko Kisiwani. Ni mbali kidogo. It's a 2 hours flight. Ni mji gani? Unaitwa Kish. Yes. It's a 2 hours flight from the capital city, Tehran. Yeah, not actually 2 hours, ni lisali moja na dakika 35 mpaka 45. So that's why I'm estimating kama 2 hours, yeah. Tuseme kama wapi? Chalinze. Kwa mtu anatokea baadaye. Kwa umbali? Yeah. No, ni mbali sana. Flight ya masaa ya lisali moja na 45. Yeah, exactly. Yeah. Yani technically kwa sababu unajua from here to Kenya ni kama it's like 1 hour kama sijakosea. Last time I had a flight I think ilikuwa ni kama lisali moja. So is kuna ka distance fulani kwa sababu Iran ni nchi kubwa kidogo. Kwa hiyo that's where I was. My attacks ilitokea sehemu tofauti huko, miji tofauti the first attack. Kwa hiyo hivyo tokea ndio nikawapigia tu washikaji zangu, kwa sababu siko tu kukua tuko salama. Kuuliza wengine, of course all of them they were safe, wengine walisikia, wengine ndio hawakusikia. Kwa hiyo tukanajaribu kusikiliza sasa how are these guys going to respond, kwa sababu that's what is going to happen. So maisha yakaenda hivyo, later mpaka jioni ndo exactly it was like the first attack ambayo Iran walifanya. I think it was like 200 missiles kama sijakosea, makombora kama 200, something like that. Alafu unajua like the way wenyewe huwa wanafanya these things, when vita ikiwa inaendelea inakuwa streamed live on television. Yani television zote zinakuwa zinaonyesha kitu hiki, and it's a celebration. Exactly. Kwa yani like we were like okay, things are going. Kwa yani unaona zinavyotembea, yeah. Exactly. Kwa yani ilikuwa ni hivi, yani ilikuwa ni moment ya namna hiyo. Pengine kwa nyinyi raia wa kawaida, kama watu wenyewe wanaokaa pale na nini, ile tafrani hasa ilikuwaje? Kwa sababu tunaona majengo yanadondoshwa, of course pia pande zote mbili, kwa maana ya Iran pamoja na Israel pia. Ilikuwaje kwa raia wa kawaida? Okay, niongelee kwanza kwa upande wetu. For us kama sisi in person, I mean like from our school and from the city that I was actually living, nimekwambia ile sehemu ambayo mimi nakaa sasa hivi like in our international campus it's like ni kama Zanzibar. Kwa hiyo watu walikuwa free. Yani one thing ambacho watu wanabidi waelewe ni kwamba those guys they are not scared of war. Umeelewa vizuri? Hawafiki kabisa vita. Yani like they want the war. Especially against Israel, kwa sababu ni watu ambao me and you of course kila mtu anaelewa how oppressive Israel is. Kwa sababu kama ingekuwa ni Iran peke yake at least, lakini you can see what Israel is doing to a lot of countries. Kwa hiyo ni watu ambao wanajionaga ni wababe sana, and they never actually got someone ambaye ni on their class. Kwa hiyo Iran they have always believed kwamba
we sit on the same table ama like hawa tunawaweza na tunawafumua vibaya mno. Kwa hiyo walikuwa wanaitaka ile vita. So when it happened it was like okay, wamejaa. So umeelewa vizuri. Kwa hiyo kwa upande wa kwetu watu walikuwa ni kawaida. Kwa sababu kama sisi nilikwambia tulikuwa na mitihani. Tulikuwa tunaendelea na mitihani. Sure. Kabisa. Kwa sababu tulikuwa na option kwamba ufanye mtihani ama usifanye mtihani. Kama usifanye maana utafanya baadaye. I was like inabidi tukaende watu almost all of us tulikuwa na attend exams. Kwa hiyo hali baadaye ilivyokuwa inaendelea ndo kidogo tulikuwa naogopa sana. Kwa mfano kama baada ya siku ya 3 ndo I was this thing is serious. And that's why mambo mengine yakaendelea. Lakini kwa mwanzo hivi tena baada ile attack ambayo Iran wa respond we actually felt kwamba tuko sehemu salama. Kabisa ile baada ile attack ya kwanza yani okay we can also fight no maana ikuwa hivyo, lakini baadaye ndo mtafaruku baada ya vita kuendelea hali ilikuwa sio nzuri kabisa. Yani watu wakawa wanatoka, watu wa mijini wanamebe jijini, sababu kwa mfano kama sisi tulihofia zaidi kwa sababu there's a time they had attacked one of our teachers actually passed away. Walimuua. Yes, and then kuna wengine there's a school ambayo ilikuwa there's a building very close to a dormitory ambayo ilikuwa attacked, and then I think there was an Ethiopian person pale ambaye alipata dhoruba pia. Kwa hiyo ule wasasi kwa natuzidi sana. Yeah. Exactly. Nataka nifahamu pamoja na yote ambayo ilitokea, tunafahamu vita ambavyo vilivyokuwa, baadaye Marekani kuja kaingilia pia, baadaye ndio hivyo ukatokea maelewano na nini, mwisho siku vita ikaisha, lakini bado tuliona Israel bado inaendelea kuiattack Palestina. Nataka nifahamu kwa nini Israel bado inaendelea kuipigania Palestina, kwa maana hizo vita haziishi, na ukiangalia tayari washaichakaza na washaimaliza. Kwa nini bado inaendelea? Okay, hiyo nitajibu kwa namna 2 ama 3, lakini all of it is my personal views na the way I'm trying to do researches. Vitu viwili. Kitu cha kwanza, of course lengo la Israel ku attack Palestine ni kwamba they want to take the land. So lengo lao hilo la kwanza ambao bado hawajaipata. Yes, ndio sasa hivi wanataka wafanye full scale operation, kwamba wanakwenda kuwapiga like hivyo and they're taking over everything. So hiyo ni lengo la kwanza na lengo mama, kwamba they want to take over that place, and this has been their dreams ever since. Namba moja. Lakini namba 2, there's someone called Benjamin Netanyahu. I think you know him very well. Kwa Israel. So for him maisha yake yalipokuwa, for him to stay in power lazima keep watu busy. What does he do? Create the war. Kwa hiyo akishaanzisha vita tayari watu wako busy, na kama unakumbuka I think watu wamefanya rally za maandamano like a lot of times kutaka kumimpeach kwa prime minister. Lakini ndio huwa anafanyaga hivyo. Section hali inazidi kuwa mbaya, anawaletea vita watu washakuwa busy, wamesahau. So that's what he always do. Kwa mimi nafikiri nitalijibu kwa namna hizo 2, na ndo uelewa wangu mdogo umeniambia hivyo. Yeah, so I think that's as of my research that's the way I can answer that question. Okay, sawa. Sasa hivi kila ambacho kinachoendelea sasa hivi imefikia stage ambayo mataifa ya Ulaya, kwa maana niliona Macron kwa maana Ufaransa pia kule wali accept, na baadhi ya mataifa mengine kwamba watakao itambue sasa Palestina kama taifa huru. Na tunafahamu kwa maana Ulaya mataifa mengi yana mlengo sana Marekani, na ukiangalia Marekani mtazamo wake na Israel uko sawa. Kwa nini kwenye hili wanapishana, na kwa nini hasa mataifa mengine ya Ulaya wanataka waitambue Palestina kama taifa huru, na madhara yake itakuwa vipi hasa uhusiano wao na Marekani na Israel pia, kama endapo hili taifa likitambulika kuwa taifa huru, effect yake iko vipi hasa, na kwa nini wao wameamua wanataka waitambue? Okay, hilo swali ni jibu lake nitakiwa liwe very deep. Kwa nitakiwa nimefanya research vizuri sana, which I think sijafanya vizuri sana research, lakini in a very simple way, the way I can answer it ni kwamba kitu cha kwanza, of course kuna those big countries, they are influenced by United States at some sort of point, lakini kila mtu ni nchi ambayo anajitegemea. Vitu ambavyo huwa vinawafunga ni zile alliance zao, na of course Trump amekuja na this issue of trade and tariffs and everything, lakini that's not a thing about like someone can mind. Hiyo issue ya kwanza. Kwa hiyo kila mtu yuko liberal. Namba moja. Kwa hiyo Ufaransa akitaka ku recognize Palestine state, it's fine. And yes, US can disagree, lakini nini haiko kwenye control yao. That's why even UK I think is the biggest ally wa US. Lakini wamefanya hivyo. Juzi
Keir Starmer ametangaza and nothing actually happened. Kwa hiyo kuna hilo la kwanza. Nafikiri in a very positive way ni kwamba they have seen enough is enough. You understand? Like enough is enough, ndio maana wamefanya nini? Wamerecognize Palestine state. Yani unajua juzi recently hapa Macron amekuwa na tensions na Netanyahu. UK wamekuwa na impose sanctions kwa baadhi ya ministers wa Israel. So there's something ambacho like wanakiona kwamba maybe they had expected kwamba watafanya kitu lakini sawa wale wameenda zaidi. Yani imekuwa too much, very bad. Nafikiri ndio maana wameamua kufanya hiyo. Though I read it somewhere there might be another agenda behind. Which sijajua kwa sababu sijafanya research vizuri, lakini take that also. There might be another agenda as well. Yani vizuri kabisa. Kwa mataifa haya au kwa Iran yenyewe? Kwa mataifa haya nani? Haya ambayo nani? Yanakubaliana exactly. Yeah. Kama taifa huru. Exactly. Is it positive kwa Palestina au kuna some kitu ambacho wanatengeneza? It can't be positive. Kwa nini? Kwa sababu unajua, I don't know, the way nilivyosoma these things actually. Israel ni nchi ambayo ilizaliwa 1948 somewhere there. 48 yeah, baada ya CIA kuzaliwa. It was never there and then it just came. You understand? Walipewa tu aliza kwamba bana nyinyi twendeni sehemu fulani mkana. Jews were there and then wakawa sasa jamani kwenu pale kwao ndo wakaanza kusanyana wanaenda pale. You understand? And then the way ilivyotengenezwa I think niliona kwa Jeffrey Sachs, one of the best geopolitical analysts in the world by the way. He's American. Alikuwa anasema Israel is a state that was kept in the Middle East kulinda interest za United States and its allies in the Middle East. It was a plan ambayo ilipangwa kwa muda mrefu sana. You understand? Kwa sababu those guys when they're trying to do something, yani hawafanyi kitu wanafikiria kesho. Very long time. You understand? Kwa hiyo ndio maana unaona United States ally wake mkubwa duniani is Israel. Umeelewa vizuri? I read it somewhere, I think he was the one also, Jeffrey Sachs, that said kwamba people think that United States control Israel. But the real fact is the person who determines or who controls the foreign policy of United States ni Israel. Jaribu kufanya research vizuri the way United States reacts on everyone kwenye foreign, yani when it comes to foreign policy. Lazima huyo mtu yani wenyewe na Israel they must be in the same line. Umeelewa vizuri? Yani lazima ikae hivyo, lakini hawezi kutofautiana. Ina maana kwa tafasiri nyepesi ni kwamba Israel imewekwa na Marekani kwa maana Middle East kwa ajili ya kulinda interests zao zote. We want this, kuna hiki kwa sababu, and that's why they're supporting them. Kwa mfano right now me and you, everyone knows Israel is doing a genocide in Palestine. But then does that make United States to do not give them the silaha? Bado wanawapa silaha every day. Umeelewa vizuri? The money is there. IPAC, I think unaijua. Ni taasisi ya muunganiko wa Israel na United States with na mengine yanaendelea kuhusu political and what. Lakini that's ni supportive agent ya wale. Despite what they're doing, lakini they're still doing it and they're still giving them, wanapa pesa, wanapa everything, where they are defending them even. Yani vizuri kabisa publicly, they are socializing with even the Netanyahu himself, something that you shouldn't do. Kwa mtu kitu ambacho anakifanya, he knows, he's seeing what he's doing, lakini they are fine with it. Kwa hiyo unaweza ukaona, yani ni mtoto wao ambao wameweka pale afanye kazi. You understand? But then on the other way around, Israel is the one is controlling United States. Unaiona Palestina ikiwa taifa huru baada ya mataifa makubwa kuanza kuitambua? Palestine will be free from the river to the sea. This is the thing that they have always believed. I believe and I believe so. There's a day itakuja. Na kipindi hiki ambacho nani? Said Khamenei amekuwa anasema haya maneno mara nyingi. Ipo siku they will be free and I believe so as well. Na lazima there's a day watakuwa free and that hiyo siku haiko mbali. It's very near. Kile ambacho kinaendelea sasa hivi
ni temporary. No, yani kitu ambacho kinaendelea sasa hivi kitapita. Kwa sababu unajua like Israel kuwapiga Palestina hajaanza leo. It has been there, watapiga, watapotezea, watapiga, watapotezea. Though sasa hivi ndio walikuwa imeenda kwa muda mrefu, lakini ni kitu ambacho ni endelevu, unajua. Kwa there's a day inakuja. You understand? Kwa sababu you can actually at some sort of point unaweza kaanza kuona the way watu wameanza kuona these guys wanachokifanya sicho. That's why unaona mataifa ambao they have lifetime they have been supporting Israel. Sasa hivi hawa support them. Hawa support them. Kuna mataifa ambao kwa wanawapa silaha. They're not doing that anymore. Kwa hiyo unaweza kaona yani kuna kitu kimeanza kutokea. Sasa ukoje sasa? Unahisi kwamba the more ambavyo Israel inajikusanya nguvu kama hivyo wanavyotaka kuchukua eneo la kwa maana ardhi ya Palestine, wataongeza ukubwa wao, watakuwa na nguvu kubwa. Unahisi wataanza pia kuzisumbua haya mataifa mengine kwa maana Uingereza na Ufaransa mengine pia ambayo yanaanza sasa kuhofia kitu, ama unahisi wasiwasi wao uko wapi sasa ndio maana wanaanza kuwa against na Israel kila wanachokitaka? Not so sure kwa UK na France and anyone else, lakini I think niliona somewhere, was it 1994 something, nimesahau, lakini ambayo naikumbuka vizuri is the time when I think it was 2002 somewhere there, when Benjamin Netanyahu went to testify kwenye Congress ya United States. I think on that day aliongelea issue kubwa sana kuhusu Saddam Hussein. Okay, it was 1994. Was it a book or a journal or something ambayo alipublish the plan for the Great Israel? Yani the way wanavyotaka extend territory yao. You understand? Asa ile extension inapita, and that's why unaona they wanapigana na Lebanon. They want something there. Palestine, they want something there. Jordan is part of it. Syria, umeona wanapigana nao. So yani the plans goes. Hiyo ndo mpango wao. Wataka capture maeneo yote. Exactly. That's the plan of Benjamin Netanyahu. Ambao of course alipublish here. So I don't know, is it the plan of Netanyahu or the plan of Israel, sijui, lakini I think it's the plan of Israel kwa sababu the war has always been there, whether it's Netanyahu in the office or it's someone else. Just that with him in the office things have been sio mchezo, yani ile wanasema catastrophic. Nimekuwa nikiona kwa mfano tunaona mpaka sasa mataifa mengine ambayo ni Ulaya huko yanajaribu kuona kile ambacho kinakifanya Israel kwamba sio sahihi, lakini unaona kwamba baadhi ya mataifa mengine ambako yako huko mashariki kwa maana ya Asia huko na mengine, mfano kama Saudi Arabia, tunaona Dubai pia huko UAE yana support kile ambacho anakifanya Israel. Kwa nini kuna na hiyo mgawanyiko wakati ni jamii ya watu moja ambayo tunafahamu ni territory ya ni Muslim ambao wako maeneo yale kule? Kwa nini wengi wanakuwa wanaiunga Israel? Kwa sababu gani hasa hiyo? Okay, hapo kuna vitu kama moja mbili. And I think no maana pia Iran wanapata tabu kidogo, ama whoever is fighting Israel wanapata tabu kwa sababu walozungukana wana unafiki mkubwa sana. Yani they're not actually supporting them. You understand? Alafu one thing, as I told you, United States is Israel, Israel is United States. Where Israel is where United States is. Where United States is where Israel is. Whether unataka ama hautaki, that's it. Whether it's public or it's private. Umeelewa vizuri? Sasa what happened ni kwamba jana tu imetoka kuona a clip ya Donald Trump wakati he was talking about the King Salman. He had a conversation with him na akanamwambia, if we wouldn't be protecting you for 2 weeks you'll be gone. What does that mean? Who is in charge of security ya Saudi Arabia? It's United States. Who is in charge of security ya Qatar? United States. Who is in charge of security ya UAE? Umeelewa vizuri? Hasa those people wamemshika nani? Wamewashika hao. Do you think they are going to be against him? Against Israel? How is it? They might come condemning and everything, lakini in reality kabisa they are not with them. That's the reality ambayo inajulikana everywhere. Vizuri kabisa.
Nataka nifahamu kitu kimoja. Baada ya yote sasa kuendelea, kwa sababu naamini kuna watu ambao naamini kwamba Israel ilishinda vita, alizungumza kwa upande wao. Iran pia na wenyewe walikuwa wanazungumza kwa upande wao kwamba sisi tumeshinda vita. Of course Marekani pia alizungumza ya kwake baada ya kuleta zile ndege zake za kivita pia. Kwa nini nyinyi hasa kurudi? Hilo tujanani pia. Kwanza tumalize kwenye hilo. Nani alishinda vita? Okay, kwa upande wangu mimi na watu wengi duniani, Iran walishinda vita. Iran walishinda vita kwa sababu kwanza aloomba kusurrender sio yeye, ni the other side. Hiyo tayari inaonyesha kwamba ameshinda vita. Namba moja. Lakini namba mbili, in terms of the reaction ambayo alitoa, it's not something that they expected. I think ndo maana waliomba pia kupata ceasefire. Kwa I think and I believe kwamba wao walishinda vita. That's what I believe, yes, personally. Okay, sawa. Nataka nifahamu kwenu nyinyi sasa utaratibu wa kurudi Tanzania. Naamini mambo yalikuwa ni mengi sana. Nakumbuka kuna kipindi anga ilifungwa, mambo yakawa ni mengi pia. Kwenu nyinyi sasa kama wewe kurudi Tanzania ilikuwaje sasa? Okay, unajua that was actually one of the issue ambayo ilikuwa ni ngumu sana. As I told you, mwanzo wakati vita inaanza, bismillah ile niliofia kidogo. And then after the reaction in Iran, I was like, okay, we are safe. Tukaenda siku ya pili ya tatu, ndo pale mambo akawa pamechangamka. Kwa hiyo from our school, kwa sababu chuo chetu is an international school, kuna raia kutoka almost all angles of the world. Kwa wale wenzangu wakawa tayari embassy zao zikaanza kuwa contact kwamba jamani, your names labda hivi na hivi na hivi, watu waanze kutolewa. Either they are flying them directly to the country, yani wanakutoa unaenda nchi nyingine alafu unatokea pale unaenda nyumbani. Bahati mbaya sisi hatuna ubalozi nchini Iran. Tanzania haina ubalozi Iran. Wenyewe wanao hapa kwetu, lakini sisi hatuna kule. Yes. So baada ya pale, the third I think day of the attack, nika personally, kwa sababu tuliona kwamba okay, yani tunafanyaje sasa, kwa sababu hali inazidi kuwa mbaya na wenzetu wote wanaondoka. Alafu hapa hii vita haijulikani itaisha lini, kwa sababu hao wote wanaopigana wote they are powerful people, you understand. Kwa hiyo it's not kwamba ufikirie kwamba mmoja atakuwa anapigika kuliko mwingine, kwa sababu vita imeshawaka hii, you understand. So like we have to find ways of going back home. Kwa hiyo kilichotokea pale, nilijaribu kufanya communications na embassies zetu mbili ya Turkey na UAE, which it wasn't that successful. Kwa on that note, nika personally, as I told you, I'm into politics and leadership at some sort of point. Kwa huwa najaribu kuangalia mtu gani, like let me say nikikutana kiongozi, I'll try to talk to him or her, kumomba ushauri hapa na pale and stuff. Na huwa hata kama nikiona namba ya kiongozi, even though simjui, sijaongea naye, maybe I know like this the leader ni hivi na hivi, I can take the number. So I always have a lot of numbers. Kwa hiyo bahati nzuri, I had the number of Dr. Tulia Ackson, yeah, our speaker. Kwa hiyo nikamtumia message alfajiri saa 11. Ilikuwa alfajiri huko, lakini kule tayari ilikuwa almost asubuhi. Kwa baada ya kumtumia message, then I had a timetable siku ile, yeah, I think tulikuwa na paper something like that, kama mezangu kuenda process nyingine. Then ilikuwa siku ya Alhamisi ya Jumatatu, yes, ya Jumatatu. For me siku ya Jumatatu na Alhamis always huwa nafunga. Kwa hiyo nilikuwa nimefunga zangu, nimetoka kwenye program zangu, nikarudi, then I was tired kidogo. Kwa hiyo nikalala. Sasa nimelala hivi, then I had the phone ringing. Kuangalia simu, it was number ya Zantel, something like that. Kuangalia jina nikaona Mahmoud Kombo, something like that. Sasa kidogo ikaweka attention. Sasa hivi bonge linatoka hivi, kuangalia naona Dr. Tulia like ametuma message. Sasa I had to open very quick. Yani I was even vibrating kwa sababu I was like, no way she has answered my message, unajua. Kwa sababu someone of her class and then anakuwa responsive kwa haraka kwa kiasi kile. Ilikuwa very surprised. Yani nilikuwa surprised sana, nisiwe muongo. Yani sana. Sio unanielewa vizuri. Ya mheshimiwa speaker. Exactly, and I haven't got a chance of actually meeting her, lakini nitumie nafasi hii kwa sababu this is mtandao and it's a media. I think inshallah she'll get to see it. Namshukuru sana. So after kujibu message, and she was like terribly sorry, and of course ataja jina langu pale, and like we will see what you can do to help. So we will see what you can do to help, I think ndo baada ya pale, kwa sababu alijibu
7 minutes later after message iliingia, I think bado nimelala kwa nilikuwa sijui. So the call came 7 minutes later, which who called it was the foreign minister, waziri wa mambo ya nje, Ambassador Mahmoud Thabit Kombo. Aliponipigia simu tukajaribu kuongea, then network haikuwa vizuri, kwa hiyo tukashindwa kuwasiliana vizuri. Kwa hiyo nikamtumia message, nikamwomba mheshimiwa samani unaweza kunitumia message or voice note kwa sababu the network isn't well enough for the call. Kwa hiyo aka record voice note, akasema kama amepata taarifa kutoka kwa nani, kwa mheshimiwa speaker, and akatupa pole sana na akatuahidi kutusaidia, like atajaribu undertake steps za kutusaidia, but then akasema the government haina database ya Tanzanians who are in Iran. Kwa hiyo akaniomba, akaniagiza nifanye nikusanye majina na taarifa na kila kitu za wa Tanzania ambao wako Iran. So after there I was like I couldn't, yani siwezi kumpigia kila mtu kwa sababu siwajui watu wote. So what I did, I'm a computer engineer, so nilichokifanya nitengeneza tu system, like a very fast system, alafu nikashare link na watu wengine wote. Kwa hiyo nikaa na share kwenye groups na wale watu maarufu ambao nawajua bana, watumia wa Tanzania wote with kama maelezo hivi, like this is needed by the government officials, wanahitaji kwa ajili ya evacuation, wanataka kujua na nini. Kwa hiyo kwa sababu wasingeweza kuchukua undertake steps moja kwa moja kabla ya kujua watu wako wangapi, you understand. For instance like issue of budget, very critical, kwa hiyo inabidi wajue watu wangapi. Kwa hiyo ile issue ikawa inaendelea, nikiwa nimeshasambaza, watu wakawa wanajaza taarifa tayari, wanajaza the first day, second day the network went off. Kwa hiyo yani wakawa wamezima mtandao. Yes, all the international internet services zote, whether it's social medias like for it, kama WhatsApp nini, whether it's websites ama chochote kile ambacho kimetengenezwa nje nje, it was no longer working in Iran. You understand? And then kuifungua ile link, actually it was from Google, so ilibidi uwe na access ya Google, which tulishanyima hiyo access. Kwa hiyo watu wakawa hawezi kujaza tena ile form. Iran wana mitandao yao, wana mtandao kama ilivyo WhatsApp, wana mtandao kama ilivyo Telegram. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo muda wote tukawa tunatumia ile mitandao kwa sisi ambao tuko pale sasa. Kwa hiyo wakati tayari uwezekano watu kujaza ile form hamna. Hata mimi mwenyewe kuifungua mwenyewe ambayo nimetengeneza sifanye, siwezi. Kwa hiyo kilichotokea baada ya pale wakati sasa by the way, wakati mheshimiwa waziri alinitafuta, alivyonipa hii jukumu, aliniambia kwamba nitawaelekeza mabalozi wa UAE na Oman wakutafute ili mwangalie steps. Of course they called, tukazungumza, and so then I was reporting to them. Kwa baada ya pale balozi wetu which alifanya kazi kubwa sana by the way, balozi wetu wa UAE, Yakub Ahmed, he is actually a general, alifanya kazi kubwa sana honestly, yeye na timu yake nzima, yani they did a very good job, yani ilikuwa ni kazi kubwa, yani sleepless night, kwa sababu baada ya pale akanipa mtu wa kuzungumza naye, afisa wa pale anaitwa Shaban. Yule jamaa alikuwa tunawasiliana saa 9 ya usiku, saa 8 ya usiku, he picks the call all the time ambapo anampigia simu, you understand. Yani he was given the assignment and he understood the assignment, na alifanya kwa ukubwa vibaya mno. Yani wallahi, as I'm extending the gratitude, naweza nikasema he is one of the first people ambao inabidi wakae kwenye ile top list. Alifanya kazi kubwa sana sana sana. Yeye of course na team nzima ya ubalozi. So then wao ndio kana wasiliana nao. Balozi wa UAE sasa. Ambao ndio wako affiliated kwa sisi Iran. So tumeenda baada ya mtandao katika, so we couldn't communicate. Hawezi kupata taarifa zetu, hawezi kupata mawasiliano yetu, and so do we. Kwa hiyo ukiwa Iran unaweza ukapiga simu kwenda UAE. Kwa hiyo nilipiga simu, lakini I think dakika mbili kama shilingi 10,000 something like that. So then nikapiga simu. Umeelewa vizuri? Nikampigia simu 10,000 something like that. Nikampigia simu, baada ya kumpigia simu akapokea, nikamwambia naomba udownload huu mtandao, alafu jiunge, yani like nimpigia simu salamu alaykum, alafu nikatoa ile maelekezo. So he understood, akaanza kufanya, akadownload, kweli kadownloadika. Jiunge sasa. Hawezi kujiunga, na video paka una namba ya Iran, they have blocked mtu mwingine yote kujiunga. Alafu yeye uwezo kunipigia mimi hana. Yani in a normal circumstance huwa mtu akiwa Dubai anaweza kumpigia mtu ambaye yuko Iran, lakini by that time ilikuwa haiwezekani tena, iko blocked sana. Kwa hiyo ikawa communication hakuna. Kwa hiyo tumekaa siku 3-4 hivi, mtandao hakuna. Baadaye ndio tukapata idea kuwapigia Taki.
Uturuki, ubalozi wetu ambao uko Uturuki. Wale ndo wakatupa kuna mtu ambaye alikuwa anajuana naye, ni mdada she's Iranian ambaye yuko wanajuana naye kule. Yeye alikuwa na ile mitandao ya Kiirani. Kwa hiyo sasa yule dada sisi tukawa tunatoa communication information kwetu tunapeleka kwake kwa yule dada. Yule dada anawapa ubalozi wetu ambao uko Uturuki. Ubalozi wa Uturuki wanatoa kwa ubalozi wa UAE. Ubalozi wa UAE ndo if wanaweza kufanya wanakifanya, kama hawezi ndo wanafanya communication wapi? Huko nyumbani. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo ndo ikawa tumeenda na ile chain. Bahati nzuri sasa wakasema forget about the other form, tumeni passport peke yake. Ili tutengeneze visa, tuangalie uharaka wenyewe kuweza ku evacuated. Kwa hiyo nikatoa ile tangazo, watu wakaanza kutuma visa, passport zao, wakaanza kutuma passport zao, wanatuma and then ikabidi nizoe kwenye nani moja, kwenye file moja. So as I shared with them as I was still receiving the passports, but nzuri mtandao ukarudi. Yes, kwa baada ya mtandao kurudi nikawasiliana nao, nikamwambia okay, I'm going to send everything sasa hivi. Kwa hiyo nikatuma, I think nilituma kwa first start kwa sababu nilihofia, yani nilikuwa na list ndogo kwa mara ya kwanza, but I was like inabidi nitume nisubiria watu wengine kuja kwa sababu inaweza katokea kitu kama hiyo. Alafu hao ambao wameandika majina yao they were quick enough, you understand. Kwa hiyo nikatuma ile list haraka, zikaja zingine nikatuma and alhamdulillah wakati sasa tukawa tuna njia mbili. Uturuki nao tayari kama wameshapa mamlaka kule, kwa watu ambao karibu na Uturuki wanatokea kule, watu ambao karibu na Dubai wanatokea huko. Kwa hiyo mimi nilikuwa na nani upande wa Uturuki na wa Dubai actually UAE, na mwingine alikuwa na lead upande ule. Kwa wale ambao walipata visa za huku, then I called all of them, nikamwambia jamani tuondokeni. Tukutane sehemu fulani. So tukakutana there's somewhere called Bandar Abbas, ni port. Tukakutana pale, tumeenda ile siku ya kwanza. Njia gani hapo? Mimi nilikuwa niko kisiwani, so ilibidi nirudi nchi kavu kwanza. Kwa hiyo nilitumia boti mpaka nchi kavu, alafu nikatumia basi mpaka kufika kwenye Bandar Abbas. Others wenyewe walitumia tu basi. Lakini a good thing pia ubalozi wetu walitupa barua ambayo ilikuwa inaelezea like despite kwamba una visa na kila kitu, lakini walitoa barua ambayo inatoa maelezo kwamba serikali ndo wana facilitate, ndo wanataka watutoe na kila kitu. So kwa sababu kwa tunafanya interrogation hapa na hapa, yani kila sehemu ambapo unapita. Kwa hiyo baada ya pale watu wakakutana pale Bandar Abbas. Siku ya kwanza tulivyoenda jioni ile tulikosa boat, actually it was very challenging. Tumefika pale nakumbuka tulikuwa kwenye gari mbili tofauti, actually almost 3-4, lakini wao kwa msafara mmoja, mimi kwa msafara sehemu nyingine kwa sababu tulitoka sehemu tofauti. So nilipokuwa pale wenyewe walipofika wakazuiwa. Wakaambiwa kwamba hakuna boti and something like that. Kwa like wakaambiwa nini sehemu fulani ndo tutapata ticket. Kwa wakaenda kule. Mimi nilifika pale dereva wangu force nimwelezea kila kitu. Kwa dereva akaongea na yule mlinzi, actually immigration officer ambaye yuko pale. Yeye ndo akaambia kwamba you can get the boat, lakini wasubiria at least paka saa 4 unaweza kujua wanapata au hawapati. Lakini wale walikuwa washaambiwa boti hamna, pameshafungwa, ondokeni. Kwa hiyo nikawapigia simu nikamwambia my friend, you guys inabidi mrudi tupambane hapa. Kwa hiyo tukarudi tukaforce tukaingia paka ndani. Tukawa tumekaa pale nje. Wale polisi wakawa wanakuja kututoa. Ondokeni, but then tuka formulate something. We had girls. Kaambia you girls sasa nyie mtakuwa ndio excuse yetu. Mtakumza kuswali mmoja mmoja pale. Kwa hiyo mtaswali paka saa 6 usiku. Tunabadilishana tu. Anaswali huyu, akimaliza anakuja mwingine. Akimaliza yani hivyo, yani swali hata sunna hata kama uswali wewe. We understand. Lengo ni tubaki hapa paka saa 4. Saidia hiyo. Saa 4 na of course ilitusaidia. Tumefika mida ya saa 3 kama na nusu hivi na karibia saa 4. That's the same day ambao Iran walikuwa na retaliate attack ambao walifanywa na Marekani, ambao walikuwa wanapiga Qatar. Kwa hiyo na as I told you, huwa ilikuwa ikitokea kuna shambulio ama shambulizi ilikuwa live streamed on TV. Yes, kwa hiyo tukasikia ndani watu wanashangilia and then they were like njoeni. Kwa hiyo tuenda ndani kuangalia kwenye ile kushangilia mapigano pale tose chance sisi kuanza kupitch wale maafisa. Kwa kuongea nao kwa jamaa mmoja akatuambia yeye ni head wa watu ambao ndio Oman, akatuambia na mimi ndo nashirikia watu ambao ndio Oman na tayari kuna boat imeshaingia tayari. Kwa hiyo naweza kuna mail imeshaingia, naweza nikawapa tickets, you understand. Lakini mind you sisi hatuna visa za wapi? Za Oman. Tuna visa za UAE. Kwa baada ya pale tukasema tunafanyaje? Kaambia okay, kwa sababu mheshimiwa waziri alishatu connect na balozi wa Oman, tujaribu kwa contact. Kwa force nikamtafuta. Baada ya kuongea naye akasema ngoja tuwasiliane na wenzetu alafu tuangalie tunawasaidiaje. Nikamwambia nikawapa taarifa pia watu wa UAE, wakasema okay, ngoja tuendelee kuangalia tunafanyaje, lakini asubuhi ndio mtatoa majibu vizuri, but tuangalie tunafanyaje.
Kwa baada ya pale kabidi tafuta apartment kwa ajili ya kupumzika usiku ule, tukapata alhamdulillah. Asubuhi ikawa tuna issue mbili. Sasa after that asubuhi I told the friends of mine, kaambia jamani inabidi tugawanye hapa sababu kuna bandari mbili. Kuna hii hapa Bandari Abbas na kuna bandari nyingine tu Bandari Lenge. Tukaambia hapa tunaweza tukabaki hapa Bandari Abbas, think kama tunaweza kupata boti hapa lakini tusipate. Kwa nini tusigawanye timu mbili? Nyingine ibaki hapa, nyingine iende sehemu nyingine. Alafu wakipata wale tunakusanyana tunaenda kule. Wakipata hao wala kule wanafanya nini? Lakini tujaribu njia zote mbili. Kwa hiyo baada ya pale that's what we had agreed. Lakini tulikuwa bado hajalipa hela. Alafu hela zilikuwa kwenye kadi. By the time ATM zilikuwa zinasumbua sana. Zilikuwa blocked most of them. Tukawa tumetafuta almost lisali zima. Kuna rafiki yangu mmoja anaenda kwa ameenda kushughulikia hilo swala. Ikawa haifanyi kazi. Baadaye tukasema lakini mbona pale bandani kuna nani? Kuna kwa nini tusiende pale? Na ilikuwa nafanya kazi jana usiku. Ndio kwenda tunafika hivi tukutana watu wamejaa wengi sana. Wanatoa pesa pale. No, watu wamejaa wasafiri. Ndio kuuliza akatambia tunaenda Emirati. Emirati ndio UAE, wenyewe wanatumia Emirati. Sema okay, hawa wanaenda wapi? UAE. Sasa wewe nikamwambia yule rafiki yangu anaitwa Idris, nikamwambia mwanangu, wenda kapambania hii swala hela. Tuma hela. Kuna rafiki yangu mwingine tulikuwa kwa tatu, mwingine anaitwa Said. Nikamwambia mwanangu, twende tukapambanie tiketi. Nikapiga simu kule nikamwambia nileteni passport zote. Kwa passport zikaje. Sisi tukaenda pale mbele. Idris akapambania ile swala leo tukalimaliza. Wala wakawa wanakuja na mizigo na akaja pale tukawa tumekaa tukao. So ikawa mimi Idris na Said tukao pale mbele. Hiyo saa 2. Ikawa sasa tunajaribu kuongea na wale maafisa watusaidie tickets. Wakatuambia tiketi hamna, mwingine anakuja kumwambia tiketi hamna, meli imejaa mpaka wiki 2 zijazo. Mwingine wiki 3 zijazo. Mwingine tiketi, kuna watu ambao wana preference ya kwanza, huyo ndio alitupa jibu zuri. Preference ya kwanza ni watu ambao wana tickets, but meli ni kubwa na ina nafasi. Tutawachukua lakini inabidi msubiri. Ile ilitutia moyo na tulisubiri kuanzia saa 2 mpaka saa 9 na dakika 46. Ndio mtu anakuja. Tukiwa tumesimama. Ile usiku mchana. Mchana. Asubuhi mpaka mchana. Saa 9 na dakika 46. I remember it very well. Akawa tumekaa pale, tumesimama pale, ndo akaja akatuambia leteni passport zenu. Ndio tukachukua passport. And alhamdulillah he was like waite wenzako, tukaitwa, tukaingia ndani. Tukaenda ndani, tukafanya check-in, tukamaliza, tukaingia, tulitumia 16 hours kwa sababu tulikuwa tumia meli kubwa. Tulitumia 16 hours mpaka Dubai. Baada ya kufika Dubai tukapokelewa vizuri sana balozi. Masaa 16. Masaa 16. Yaani ni sehemu ni karibu sana. Lakini tatizo ni kwamba ile sehemu bahari yake ni kubwa sana. Na sehemu inaitwa Strait of Hormuz, ndio sababu nakatiza. Ile sehemu inapitisha mafuta ya dunia almost 49%. Kwa hiyo yani kuna meli kubwa sana ambazo zinapita pale. That's why boti ndogo ndogo haziwezi kupita. Kwa hiyo yote ambaye anapita huwa inabidi ipite kwa adabu. Taratibu ya. Ndio maana tulimwa 16 hours. Baada ya kufika kule tulipokelewa vizuri sana na wale maafisa wa ubalozi. Kwa hiyo kuna incident moja ambayo ilitokea, kuna mtoto mmoja ambaye alizaliwa kule na mama yake. Kwa mama yake of course ibili dunia mtoto ana 45. Alikuwa hana vibali in terms passport. Kwa hiyo balozi walimtengenezea barua. Tulifanikiwa kutoka Iran. Lakini baada ya kufika Dubai, baada ya kufika actually Sharjah UAE, akawa kumbe kisheria ilivyo unaruhusiwa kutoka nje ya nchi kama hauna kibali, lakini hauruhusiwi kuingia ndani ya nchi kama hauna kibali. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ile mtoto ikabidi asimamishwe, azuiliwe pale bandarini. Umeelewa vizuri? Mtoto mchanga 45 days. Ana siku 45 tu. Na wakaanza kutishia kwamba anamrudisha Iran. Wakatoa maafisa wa balozi wako nje na hawaruhusiwi kuingia ndani, kuintervene the situation. Kwa hiyo after there ikabidi passport itengenezwe siku ile huku Tanzania. Ile passport ikapandishwa ndege ikaenda paka Dubai. Ikatoka Dubai ikaenda paka Sharjah. Ndio mtoto akatolewa saa 5 na dakika 40 na kitu, I think nimesahau. Dakika 40 na kitu. Ndio na afisa ambaye anakuambia anaitwa Shabando akantumia picha, ndo anatoka. Ndo akaja hotelini tukampokea, akaingia hotelini. Saa 9 I think saa ngapi tulitoka hotelini tuka check out airport, tukakutana na ndege ya mama pale alhamdulillah. Tanzania actually. So ndio hivyo tukarudi nyumbani, and of course special thanks kwa viongozi wetu wote. Of course kuanzia Mheshimiwa Rais ambaye yeye ndo alitoa order, kwa sababu anything can't be done without yeye kutoa order. Yeye ndo alitoa order. Wa Tanzania ambao wako kule, of course Iran na Israel, waokolewe ama watolewe warudishwe nyumbani kwa namna yoyote. So whatever money is needed, just do it. Hakikisha tu Tanzania anakuwa safe. You understand?
Of course special thanks a lot kwa Dr. Tulia ambaye alitusaidia first kuinitiate the communications. Of course waziri wa mambo ya nje as well, balozi zetu zote, specifically balozi wa UAE, ambassador retired general Yakub Ahmed, also balozi wetu wa Dubai, ubalozi mdogo wa Dubai anaitwa Kingu something like that I think. Yeye pia alifanya kazi kubwa sana, alikuja kutembelea usiku hotelini, alitoka pale akatusindikiza kutokea hotelini mpaka tunapanda ndege. Tulikuwa naye. Mlikuwa ngapi jumla? Tulikuwa kwa sisi pale turudi I think 20 something, nimesahau. Nisikumbuki list vizuri. 20. Akaturudisha mpaka tunapanda ndege ndo anatuacha. Of course tulikaa naye, tulizungumza mambo mengi sana, very constructive things. Alhamdulillah, na maafisa wengine wengi wa wizara ambao wali reach out. Of course ofisi ya katibu mkuu ili reach out, wasaidizi wake. Of course kuna watu ambao walikuwa pale, maafisa wa wizara ambao walikuwa I think walikuwa UAE something like that, wakawa narudi nyumbani, wao ndio kama guardians wetu kwenye ndege. Kwa tunarudi nyumbani, tunafika hapa tulipokelewa vizuri kabisa na wizara, which was very nice alhamdulillah. Kwa hiyo tunawashukuru sana, like all of them walifanya kazi kubwa sana paka we actually safe paka sasa hivi alhamdulillah. Gereni sana pia. Asante sana. Una mpango wa kurudi? Of course narudi, sababu na bado na mwaka mmoja na nusu nimalize kusoma, nimalize degree, not nimalize kusoma, still have a long way kwenye kusoma, lakini kumaliza degree bado mwaka mmoja na nusu. Kwa inshallah next month I'm expecting a flight actually. Yeah. Lakini tokea hivyo rudi au nani tena? Ulikuwa bado hujarudi? Yeah, nilikuwa tu nyumbani na fanya mishe za hapa na pale. Yeah. Okay. Naona ile mataifa kwamba yana very successful. Yeah. Kwa nini inakuwa ni hivyo? Kuna nini ambacho kipo? Not an economist kujibu kitaalamu vizuri zaidi, lakini I think ni two things or three. Number one, utilization ya resources zao, if not yao, ile resources yao kubwa ambao wanayo mafuta. Namba moja, ambao kwenye hiyo resources ya mafuta they have allied with United States. United States ndio ambaye ana supply mafuta kwa ukubwa. Transaction nyingi za mafuta zinafanyika kwa USD. So there is that thing. Kwa hiyo tayari wanapata hela kwa kuuza mafuta. When you ask me kwa nini Iran they don't look as good as Dubai, they don't look as good as Saudi Arabia, or as perhaps yani in terms of majengo na kila kitu na nini, or even kwa kiuchumi wenyewe wako chini zaidi ya UAE, zaidi ya Saudi Arabia, zaidi ya Qatar. Ni kwa sababu wao wana sanctions, number one, kwa sababu wao kwa sababu wana vikwazo vya kiuchumi. Tanzania sometimes kwa vile hivi vitu wana sanctions, wana vikwazo vya kiuchumi. Hawakubaliani na falsafa na sera na matakwa ya, umeelewa vizuri, which kwa ukubwa sana kwa muda mrefu sana Marekani wamekuwa na control vitu vingi sana vya kidunia. Politics ya dunia imekuwa na control kwa muda mrefu, though recently ame lose hicho kitu. If not amesha kilose kabisa. Yes, according to Jeffrey Sachs, the United States is no longer the power, like the powerhouse ya dunia in terms of power. Nimetumia powerhouse kwa sababu najaribu kuimply vitu vyote, politics, economy, jeshi na kila kitu. So like kwa muda imekuwa i control hizo angles, which the man ona jeshi like the biggest military base in UAE, I mean in Middle East, ipo Qatar, ambayo ni ya nani? Ya UAE. Tumeelewa vizuri. In Saudi Arabia there's the base ya United States. UAE the same, Bahrain the same, Iraq the same. So umeelewa vizuri. Kwa unaweza kaona like which Iran they never welcomed them. Ndio yakaribisha. Ndio tatizo lilipotokea hapo. And that's why they are not as successful these people. And that's why these people wako successful kwa kubwa sana kwa sababu their doors are opened and yeah. Kwa kweli hasa mwisho wa hiki ambacho kinaendelea hasa umezungumza kuhusu Marekani namna gani ambavyo imeanza sasa hivi kupoteza ile nguvu yake ya ushawishi katika engo tofauti ambazo tumezungumza. Nimeona juzi msaidizi wake na alikuwa msaidizi wake niseme hivi na Donald Trump, nani huyu? Charlie Kirk. Yes. Okay. Kifo chake hasa kilivyotokea hasa kwa namna tu ambavyo ulikuwa unamfahamu hasa kuna maneno kwa ni mengi sana.
na anataja Trump alikuwa ni mtu anamsupport sana. Tumeona midaro yake alikuwa anafanya kwenye vio tofauti na baadaye anauawa. Plan ilikuwaje sasa? Na kwa nini ameuawa? Honestly hiyo sijajua vizuri kwa sababu bado I think taarifa haijatoka kwa nini ameuawa, ni upande gani uliomuua, lakini Kirk was a MAGA, ni mtu ambaye ni anamsupport, yani die hard Trump fan, die hard Trump supporter, make America great again, ndio ile MAGA. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye ana support Republican and Trump in particular, and then he's mostly if not always against the Democrats and everything. That's the one side of him. The other side of him ni kwamba alikuwa unapologetically supporting Israel. You understand? Yani ni mmoja wa watu ambao walikuwa na hold debates za kuwatetea what Israel is doing. Sijui kama unaelewa vizuri. Yani unajua mimi I've been a debater. Siwezi nikapata nguvu. Unajua kwenye debates huwa tuna kitu kimoja. Kwa mfano hii mic hapa si nyeusi. But then nina uwezo wa kudebate na nikakupa proof kwamba hii mic ni nyekundu na nikakushinda. Sio umeelewa vizuri. But trust me. Yani sina argument moja of proving that Israel they are right of what they are doing. Benjamin Netanyahu, he's right of what he's doing. Sio umeelewa vizuri. But for him he was holding rallies and vitu kibao. Ni kutetea tu yani na kuna Israel is doing. Sio umeelewa vizuri. Na ndio maana nikatumia neno unapologetic, yani ni mtu ambaye kwamba yuko na haofi. Umeelewa vizuri. Yani afu sio shida zake. Kwa nini kuna baadhi ya mataifa wamefurahia? Nimeona hasa jamii ya Waislamu wengi wamefurahia na hata jamii ya watu weusi pia wengi wamefurahia. Kwa nini kifo chake watu wamekio kama ilikuwa like a celebration? He was against them, that's why. He was against the Muslim community kwa upande mkubwa. Sababu unajua sasa hivi kidogo Muslim community kubwa iko na Palestine as well. He was against those kind of things. Yani kwa ukubwa sana. Yani unajua ni kuna mtu ambaye kwa mfano ukikutana na mtu ambaye anaongea kwa uchungu kuhusu Palestina, yani kwa uchungu ile. Hasa ni mimi kwa mfano kwa mimi labda naongea kwa uchungu kuhusu Palestina, naweza nikatokea kwenye uchungu ama naona jinsi watoto wanavyoteseka. Naona jinsi wanawake wanavyoteseka. Naona how people they became homeless. You understand? Lakini yeye alikuwa na ule uchungu wa kile ambacho Israel akifanya. Sika wanaelewa vizuri. Israel kuwa ni haki yao. Haki yao, yani alikuwa na uchungu wa kuwatetea. Sasa you can try to see that. Yani I don't know sio ni mtu wa namna gani kwa. Genocide yake anavyoiona ile anasema kwamba wana deserve afanye hicho kitu. He was giving them big up kabisa. Exactly. Tumalize la mwisho. Nilikuwa nakuuliza kaniambia kwamba sasa hivi Marekani imepoteza ile nguvu yake katika engo ya politics kama ushawishi kiuchumi pia economic na mambo mengine pia tofauti. Taifa gani ambalo unaona sasa hivi linakuja vizuri kama unasema this one inawezekana muda so mrefu inawezekana ndo superpower namba 1 duniani? China. I think it's already a superpower. Yes. Kwa mawazo yangu China, I think of course Russia, yani this side ambayo it was mostly against them, I think they are doing very well kwa sababu economically sasa hivi China they are the leading one. Kijeshi juzi umeona wakati China walifanya I can call it like exhibition, but that was the biggest ever in the world, yani toka dunia imeanza. And these are not my words, these are the maonesho ya silaha zao na ya kijeshi. Haya ni maneno ambayo aliyasema Secretary of State wa United States Marco Rubio. Ndio alisema jeshi ambalo China wanalo sasa hivi, yani jeshi pamoja na vifaa vyao, is not the biggest one kwa modern history. No. Yani is the biggest one ever kuwahi kutokea. You understand? Na huyu ambaye anaongea hivyo is the Secretary of State, yani ni waziri wa nchi. No, waziri wa nchi wa Marekani ambaye he's also the one in charge of foreign policy. Manake at some point anaserve kama waziri wa mambo ya nje. You understand? Pia yeye pia ndo anahusika na mambo ya ndani. Yani kwa upande mwingine ni kama waziri wa mambo ya nje, kwa upande mwingine you can just put him yani kwa Kiswahili fasaha ni waziri wa nchi. Lakini serves as the foreign minister as well kwa sababu he's the one in charge of the foreign policy.
Ndio maana mambo ya security pia ndio maana wanahusika pia kwa exactly yeah. Vita zote hizi sio ambazo zinatoka Samuel is the one who is in charge. Nadhani Shaz nitamtafuta muda mwingine mzuri zaidi, una vitu vingi sana vya kuzungumza naye, na kingine pia ndugu yangu bana ana Kiingereza kingi sana, kwa hiyo wala mbongo amweleka namna moja ama nyingine. Tusamee wakati mwingine, tutaongea naye vizuri wakati mwingine apunguza Kiingereza. Umekizoea sana Kiingereza? Of course ndio. Unajua mimi ninaposoma kwa bahati mbaya tuko wanafunzi almost 10,000. Alafu Mwafrika niko peke yangu. Yes. Kwa hiyo lugha ni mbili, ni Kifursi na Kiingereza. Kwa hiyo lazima kuongea Kiingereza. Ndio maana yani hamna namna. Kwa sababu hamna Mswahili ni hivi nyumbani au na washikaji pia na simu. Lakini kwa shule pale chuo niko peke yangu sasa hivi. Tuko wawili na mshikaji wangu Nigeria, lakini yeye amehama. Kwa mshinda kabisa. Mshinda kabisa. Lizivana lolote la mwisho? Nilikuwa nataka nizungumzie hapo kwamba ambapo nimesema kwamba mazingira ya shule ilikuwa iko peke yake kwa namna moja ama nyingine. Kuna changamoto wanaweza kuzipitia kama uko kwenye population ya watu wengi uko peke yako, kuna vitu vingi unavipitia kama ubaguzi, lakini kutengwa na watu, umeenda pia kwenye masomo, lakini vitu havikosekani na watu wengi sana wanavipinga sana. Bongo wakienda kule waga hivyo vitu vinatokea mara kwa mara. Kwake ipoje? Nimekuelewa. Anazungumza kwamba ubaguzi, racism imekuwa inatajwa sana kule, sometimes ipo sana kwa watu weusi. Tumekuwa watu wanaenda bana kuna hiki nende. Kwa kweli hasa kwenye masomo sana changamoto zikoje hasa kwamba kama mtu mweusi peke yako mbona unafanya? Okay, mimi changamoto ni nyingi sana, and I've always been telling people kitu kimoja kwamba ukitaka kukua toka nyumbani. Kwa sababu unajua nimeondoka hapa nyumbani at a very young age, mdogo sana. Nimefika kule changamoto zilikuwa ni nyingi, lakini moja ya changamoto ambayo nafikiri inaweza kumwambia mtu yote sasa hivi ambaye ni mtu mweusi yuko nchi yote ya watu weusi. Unapotoka nyumbani kwenda nchi ya nje ambayo hakuna watu weusi, kichwani kwako kujua kwamba racism ipo na itakuwepo na utafanywa racism. You understand? Lakini it depends on how you are going to handle it. Kwa yani imeze, weka moyoni, weka kichwani, weka miguuni, lakini jua kwamba is there. Kwa hiyo huwa inatokea mara nyingi sana. Unatembea tu barabarani hivi, mtu anaweza akatoka afu maneno hayo sio kawaida. Umeelewa vizuri? Lakini sasa unamwangalia tu unacheka kwa sababu okay, mimi ukiniambia mimi ni mweusi, so what? Ni uongo kwa mimi so mweusi. You understand? Mimi kweli ni mweusi and that's fine. Of course labda nyani, sijui nini. It's fine. Okay, am I really nyani? Umeelewa vizuri? So naachana naye then you go. Lakini watu mara jitambua, mostly they don't do that. Yani on intellectual level no. Lakini kwa hao wengine mtaani ndo of course huwa inatokea. Na wakati mwingine kwa mfano I think imetokea almost 3 times una order taxi kama huko Bolt kule kwa inaitwa Snap. Unaona taxi inakuja and then the driver akaona ni mtu mweusi. Ana cancel order. Really? Serious, like he does hataki kumchukua mtu mweusi. Kwa hiyo inatokea, lakini ni kitu ambacho it shouldn't traumatize you. Yani kwa upande wako? No, okay, mimi hii changamoto nilishaibeba toka nyumbani as I was living. Kwa hiyo nilipokuwa not exactly kama nafahamu kwa sababu sijawa na hiyo experience, lakini I thought of it kwa sababu I saw someone talking about this, ni kwamba racism ipo and not 1 or 2 or 3 people ambao wanapita kitu kama hiyo. Kwa hiyo I was like okay, so what? Ukishaniambia wewe ni mweusi, you nyani, punda, what? So maana yake ni mimi kweli ni punda? Hapana. Kwa hiyo I'll stay with it and unamwangalia tu unacheka au just ignore them. Hicho cha kwanza. Lakini kwa mfano kama mtaani hivi we have this thing now, walimu wetu wamekuwa wanatuambia mara kwa mara, just mind your business. Kama unatoka unaenda supermarket, go buy your things, sleep here, you're good to go. I love the best thing with kwa mfano kama Iran in particular, all the transactions or most of the transactions unafanya kwa card. Manake kila sehemu unayofanya details zinabaki. Kama hiyo Snap ambayo nakwambia is managed by the police. Kwa hiyo yani ni ngumu sana kutokea kitu kibaya. Kikitokea ukireport, all the details are there. Ndio huwa maisha yetu yako. Yani most of things to centered na the government. Though of course ni process ndefu kidogo. Mfano wewe uende ukareport kitu kwa serikali alafu for them the government favors them just as our government huwa ina to favor sisi kuliko mtu mwingine yote, and that's what you're supposed to do. Kwa hiyo
the easiest and the best way, just do what's right, do your things, mind your business, utaishi vizuri. Niliambiwa kwamba Iran ni miongoni mwa mataifa ambayo pesa yake ina thamani ndogo sana. Nataka nifahamu hasa kuishi kwenye taifa ambalo pesa yake ina thamani ndogo sana. Maisha yanakuaje hasa? Yanakuwa ni magumu ama yanakuwa ni mepesi? Maisha okay, nataka kusema mepesi lakini not actually mepesi. Okay, ni maisha ni ya kawaida. What Iran walichokifanya after having sanctions since miaka hiyo, wakatumia policy ambayo Mwalimu wanted us to use, something called self-reliance. Do your things on your own. And that ndo walipofanya mageuzi mengi. Yani vitu vyetu tufanye wenyewe, tunataka gari, we are going to make from our own industry. Tutengeneze ya kwetu. Tauza kwa bei tunayoitaka sisi. Okay. Mafuta Iran, I've been telling people, nusu lita ya maji ni bei ya juu. Yani nusu lita ya maji inanunua lita 2 za mafuta na change na baki. Kwa Tanzania. Kwa Iran. Yani bei ya maji ya kule. Yani huko? Yes, maji ya kunywa. Ya maji ya kunywa. Nusu, not lita 1. Nusu lita ya maji inanunua lita 2 za mafuta na change na baki. Do you understand? Mafuta. So yani they were like, hii si ya kwetu, si mafuta yetu, tunauza kwa bei tunayo. Gas is free in the country, umeme is free in the country, maji is free in the country. It's ours, ni ya kwetu. We are making it for our people. Wamezaje hivyo vitu? Ndo hivyo. Yani they have that mafuta. Kwa yani wao wanachokifanya, if they're trying to make a certain business, inawafaidisha nchi nzima. Yani kila mtu apate ile keki ya taifa. So how are you going to get? Kwa mfano tumeuza mafuta. Sasa hii hapa inakwenda kusave kwenye labda kwenye hospitali. Kwa sababu wao shule ni free. Yani wewe ili ukasome, kwa mfano mimi chuo ninachosoma is the best school in the country. Ili uje usome labda kile chuoni kwetu ni kitu chako peke yako. Kama una akili you're going to be there. You're genius tu basi. That's all. Kama ni Tanzania au Tanzania wani. Mbona kama unapangiwa kwamba mpangiwa Mbeya, mpangiwa wapi, ndo maisha yao yako hivyo. Kwa ambao anapangiwa Kibaso watu wenye akili, ambao anapangiwa Elboru watu wapi, you understand? So that's what actually happens. La mwisho sasa, unaambiaje nini wa Tanzania ambao sasa wanatamani pia na wenyewe wakajifunze huko wakasomee pia, kwa sababu watakuwa na wish sana na wengine pia waweza kupitia huko na nini? Just be ready for a challenge, try to look for the opportunities, alafu na ukiona pambania, sababu unajua mimi ni shahidi ama ni shuhuda wa kujaribu na kufeli mara nyingi, lakini na kufaulu baada ya kujaribu mara nyingi. Siongee kama mtu ambaye nimefanikiwa like kama nimekuwa bilionea, no, but then I think safari yangu kutoka maisha niliyotokea mpaka hapa nilipo is a success already. You understand? Kwa hiyo nashukuru Mungu, na as I told you ni result ya juhudi kubwa ya kujaribu. Hivyo of course kumuomba Mungu sana hivyo. Yeah, kwa hiyo jaribu, keep trying, and ukishakuwa na vision just try kuwa na roadmap nzuri ya kufika pale, and you're going to get there. Siku hizo ufika kabisa wewe mabomu sasa hivi Not exactly, kwa sababu bomu ni bomu lakini nataka nitumie neno kama I'm kind of used to it, kwa sababu yani sio kwamba nikipigwa hapa sitashtuka, no, lakini nimeyasoma vizuri, nimeyaona, and nisitumie neno hayanitishi, lakini hayanitishi. Umeelewa vizuri? So hayanitishi lakini I'm like okay. Kuna msemo anasema kwamba semana, lakini kuna msemo alikuwa anasema kwamba kwa mfano Irani, kwa mfano kama juzi ambao wanapigana vita na Israel, wanasema kwamba mtu akifa kwenye hiyo vita labda amepigwa na bomu na nini, wanasema kufa jihadi. Si niko sahihi? It's like kama ni kitu sahihi kwa sababu umefia kwenye kuipigania nchi yako na nini hizo. Ni kweli hiyo ipo? Okay, one thing, jihad ni kupigania dini ama kulingania dini. I don't know kama na define vizuri, sina uhakika sana, lakini mtu kufariki jihadi ni kufariki ukiwa kwenye harakati za kupigania dini na misingi ya dini. You understand? As Iranians is an Islamic country, as you know. They have always believed kwamba they have been fighting for the religion, for Islam, namba moja. Namba mbili, they have always believed kwamba wanapigania haki. Fighting for Palestinians is actually unapigania haki.
Kwa hiyo ukifariki kwenye kupigania haki maana yake umefariki jihad. You understand? So that's why huwa naamini hivyo. And it's a pride. Yani I think the highest level ya kifo ambayo a Muslim can pray for. Maisha yakoje hasa kwenye mataifa ambayo kwa mfano kama hivyo taifa ambalo labda ni la kidini kama hivyo, kwa maana kama Iran hivyo, kwa watu ambao wanaenda kusoma, sababu niambia tunasoma watu tofauti tofauti. Maisha yakoje kwa watu ambao pengine labda wanaenda kule wana dini tofauti na sio Waislamu ambao wameenda kusoma kule? No, they are free. Ni liberal. Kwa sababu unajua kuna kanisa Iran. Yapo kule. Yes, kuna kanisa. Even the Jews are there. Kuna synagogue liko Iran. Yako not even liko yako Iran. Kwa hiyo it's a liberal, yani no one is kwamba mtu atakuja kushika nenda kaswali, no hapana. Ni wewe kama unataka kuswali. Kwa sababu even the Muslims are not praying. Yeah. Wapo kule hivi. Vizuri kabisa. Kuna ambao hatawafungi, yani it's a normal thing. Sababu Tanzania tu. Exactly, yeah. Sema tu ni vile kwa yani wamezaliwa kwenye Uislamu, wamekulia kwenye Uislamu, kwa hiyo Waislamu wao ni wengi kuliko alafu wanaongozwa na like the yani nchi yao ni ya Kiislamu. Kwa hiyo ya misingi ya Kiislamu, so hivyo ya. Kuna tofauti kidogo hapo, lakini it's a liberal, yani ni liberal honestly. Yani kila mtu, if you want to go and pray unaenda kuswali, kama hutaki no one cares. Yani unless labda mimi ndo nakujua bwana mwanangu what you are doing so vizuri twende kuswali hivyo, lakini kwamba eti polisi no amna hiyo. Tulikuwa tunazungumza na ndugu yangu bwana Shaz. Mimi na maswali mengi sana ya kuzungumza naye, lakini kwa sababu ya muda utoshi na muda pia umeenda sasa hivi, natafuta muda mwingine mzuri tuje tuzungumze, kwa sababu naamini pia mambo ambayo yameendelea kutokea huko ni mengi pia, na wewe naamini kwa sababu umesikia mwanzo hapa, pia tutafuta muda mzuri pia mwingine nizungumze. Wakati mwingine pia nitaongea naye vizuri, apunguze Kiingereza ili pia tuelewane kwa uzuri. Mimi Victor Badahabi, as a camera, nyuma ya kamera yuko Riziki bwana. Asante kwa wakati wako.